وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rehema na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ninavyohusia nafsi yangu. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo, kwani hawajapata waja wa Allah kuhusiana na kuhimizana katika jambo lililo bora na la muhimu kama katika masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, ikiwa tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kadhalika tupo ndani ya siku ya Ijumaa ambayo ni Jumaa ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika masiku yaliyopita tuwe wenye kukubaliwa saumu zetu, tuwe wenye kukubaliwa visimamo vyetu, tuwe wenye kukubaliwa visomo vyetu pamoja na ibada mbalimbali ambazo kwamba tulizifanya katika masiku yaliyopita ndani ya mwezi huu na hata nje ya mwezi huu. Ikhwani fillah, inna libuyuti llahi sharafan adhima wa manzilatan rafi'a. Ndugu zangu, nitambue kwamba hakika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yana utukufu mkubwa sana na yana position ya hali ya juu ama nafasi ya juu. Lidhan, kwa sababu hiyo, kana awwalu ma wudhi'a ala wajhi al-ardhi, ilikuwa kitu cha mwanzo kabisa kilichowekwa juu ya mgongo wa ardhi, inama huwa al-masajid, ni misikiti. Hiki ndio kitu cha kwanza kilichowekwa katika mgongo wa ardhi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia baada ya billahi minashaitanir rajim, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas, hakika nyumba ya mwanzo iliyowekwa kwa watu, lalladhi bi Bakkah, ni ile ambayo ipo Maka, Baitul Haram, ndiyo nyumba ya mwanzo katika mgongo wa ardhi, ndiyo nyumba ya mwanzo kwenye ulimwengu huu. Na ndiyo vile vile ndugu zangu tukufu Islamu, wa huwa awwalu amalin qama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hinama dakhala al-Madina. Na msikiti ndiyo jambo la mwanzo ama ndiyo kitendo cha mwanzo ambacho alikianza kitendo hicho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alipoingia katika mji mtukufu wa Madina. Cha kwanza kabisa bila ya kufanya chochote ni kutafuta wapi tutaweka nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutafuta wapi tutaweka sehemu ambayo itakuwa ni kuwakutanisha watu, kuwafanya watu kwamba wajuane. Ilikuwa ni msikiti. Kwa hiyo ni sehemu muhimu katika maisha ya Kiislamu na na historia kubwa, na ni kuhuisha sunna na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man bana lillahi masjidan, yeyote mwenye kujenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu msikiti, walau kama fahasin qata, hata kama msikiti huo mfano wake ukubwa wake ni kama kiota cha ndege ama nyumba ya ndege. Almuradi ni kwamba ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Mtume aliyasema maneno haya kwamba msikiti hata ukiwa kama vile kiota cha ndege, ni kwamba haiwezekani msikiti sana kiota cha ndege, lakini alitoa mfano huo kwamba mtu kajenga nyumba kwa ajili ya Allah ambayo ni msikiti. Ile nyumba iwe ni ya matope, iwe ni ya makuti, iwe ni aina gani yoyote, muda kwamba kajenga libitigha mardhatillah, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bana Allahu lahu baitan fil janna,
mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala humjengea nyumba peponi. Ndugu zangu ni mashahidi. Mtume katoa mfano wa kiota cha ndege. Alhamdulillah, naweza nikasema kwamba leo ni hutuba ya pili katika msikiti huu kama sikosei. Sio kiota cha ndege, bali ni msikiti wa thamani, ni nyumba ya thamani ambayo kwamba watu wamezama na kuzuka na kufikiria, wametoa walivyovitoa. Tunamuomba Allah kwa fursa hii na nafasi hii, Mwenyezi Mungu awajengee watu hawa nyumba katika pepo na wasamehe dhambi zao wao na sisi. Ndugu zangu ni watukufu wa Kiislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna mimma yalhaqu almu'min, hakika katika jambo la mwanzo au katika mambo ambayo kwamba atakutana nayo mu'min, min amalihi, katika matendo yake yote aliyoyatenda yaliyokuwa mema, baada mautihi, baada ya kufa kwake, kuna mambo makuu 7 aliyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika katika mambo ambayo atakutana nayo mja katika thawabu zake zilivyokuwa kubwa, thawabu zilivyokuwa nyingi, Mtume aliyataja mambo 7. Katika mambo 7 hayo, mojawapo ni nini? Ni hili la bina al-masjid, la kujenga msikiti. Kuna fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna ujira mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tutasawir kwa pamoja. Unaweza kufikiria ndugu yangu Muislamu ukasema kwamba huyu aliyojenga msikiti alikuwa na uwezo wa kujenga shule ikamuingizia ada kila mwezi ama kila baada ya mwaka, ikawa anapata pesa, akapata faida, na huenda baada ya mwaka mmoja, miwili au mitatu, gharama zile zimerudi na amepata, ikawa anaendelea kula faida. Aliyejenga msikiti alikuwa na uwezo wa kusema nikajenge hoteli ya kitalii nzuri tu ya maana, watu watakuja kulala humo, nitapata pesa, au wajenge gesti, au wajenge chochote, au watengeneze chochote cha kumuingizia katika maisha ya kidunia. Lakini kwa nini alifikiria kwamba nijenge nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba ambayo hakuna chochote utakachokipokea hapa duniani? Inahitaji subira na inahitaji moyo wa hali ya juu. Wanapaswa watu wao kuombewa dua kwa usiku na mchana, wanapaswa watu hao kuthaminiwa kwa usiku na mchana. Ni wangapi wana uwezo wa kujenga zaidi ya msikiti ambao tuliokuwa nao huu, lakini wanafanya mambo gani? Hakuna wanachokifanya, ni kufuata anasa za dunia. Ndugu zanguni, hii yote ni mtu ukitambua radhi za Allah. Kwa sababu kuna mtu siku moja alishawahi kusema kwamba hivi Muislamu anawezaje ajenge tu msikiti au afanye kitu cha mamilioni ya pesa, halafu kitu hiko hakuna chochote kinachomuingizia katika maisha ya dunia? Kwa fikira tulimjibu tukamwambia kwamba hizo ni fikira zako wewe, ila mtu huyo ana malipo duniani na kadhalika na malipo yasiokuwa na hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaliweka wazi hilo. Sio hii msikiti wa mamilioni na mamilioni leo katika hapa. Mtume anasema hata ujenge msikiti ambao kwamba yani thamani yake ama ukubwa wake ni sawa na kiota cha ndege, japo msikiti huo haupo. Hii ni kutoa nafasi na fursa kwa kila mtu kwamba aone kwamba nina uwezo wa kufanya kitu katika Uislamu, nina uwezo wa kufanya jambo katika Uislamu. Ndugu zanguni wa maeneo haya, hii ni dhima, mmebebeshwa katika mabega yenu. Hii ni dhima, mmebebeshwa katika vichwa vyenu. Mtakwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala msikiti huu usipokuwa na harakati za Kiislamu. Mtabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala msikiti huu usipokuwa na harakati za Kiislamu. Mtabeba dhima kwa Allah kwa haya tuliofanyiwa hapa, tuliotendewa hapa. Naweza nikasema ni jambo huenda hatukulitarajia wala hatukulifikiria tungeweza kupata msikiti kama huu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana waja wake aliowachagua na kuwatunuku, ambao wanatambua thamani ya kesho akhera ni nini,
na ambao wanajua kadhalika maisha ya dunia ni nini. Hawayafanyi mambo haya ila wale wanatambua kwamba wamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Hao ndio wanafanya mambo kama haya, wanaotambua kwamba hayakuwa maisha ya dunia ila ni starehe. Maisha yenye thamani kubwa ni maisha ya akhira, watu wakaamua kuwekeza akhira. Mwenyezi Mungu awazidishie katika walioyafanya, awape baadaye ilikuwa bora duniani na akhira. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, man ya'mur masajid Allah, ni watu gani wanaweza kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tunaweza tukajiuliza mimi na wewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu at-Tauba, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum fi dunya ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah ila akhir al-aya. Hakika wanaoimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaoimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ni kina nani? Man amana billah, ni wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, waliokuwa na imani thabiti ya kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na kuiamini siku ya mwisho. Anayekuja kuswali bimaana kamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyejenga msikiti amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na si hilo tu, kwamba kumwamini Allah kadhalika na siku ya mwisho, kwamba siku ya mwisho tutakwenda kulipwa baada ya ibada zetu tulizofanya, tutakwenda kulipwa katika matendo yetu tuliyoyatenda. Tumetanguliza nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tumempelekea nini Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kwamba itakuwa sisi kwetu ni fadhila, itakuwa kwetu sisi ni ujira mkubwa. Ndugu zangu na watukufu wa Kiislamu, na kudumisha swala. Huenda kwa tunalalamika hatuna sehemu ya kuswali, tunaswali labda majumbani, au sehemu ya kuswalia labda ni mbali, au ni safari ndefu, au ni sehemu ndefu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akalipokea hilo, ama akapokea kilio hicho, akawaleta watu, ama akamleta mtu ambaye kwamba tayari yeye ni katika miongoni kwamba man amana billah wal yawmil akhir, amemwamini Allah na akaiamini siku ya mwisho, wa aqama swala, na akawanea nadumisha swala, naye akatafuta ndugu zangu nao wapate sehemu ya kufanya ibada, wapate sehemu ya kuswali. Ni jukumu langu mimi na wewe ndugu yangu Muislamu kuimarisha misikiti, kuiweka misikiti iwe katika hali ya uhai. Wanaoimarisha misikiti sio wasiokuwa Waislamu, sio washirikina, kama Allah alivyosema kwamba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah, ma kana lil mushrikina an yu'ammaru masajid Allah. Haitakisi kwa washirikina kwamba ndio wanotakiwa, la hasha wakalla, ni wale ambao kwamba man amana billah, ni mimi na wewe, na kuiamini siku ya mwisho, na kudumisha swala, na kutoa zaka. Ndugu zangu ni watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia maneno haya. Maneno haya tunatakiwa mimi na wewe tuweze kuishi nayo. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, hakika sisi Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutawahuisha waliokufa, ama tutawahuisha waliokufa, tutawarudishia uhai, tutawapa uhai. Wa naktubu ma qaddamu, na tunayaandika yale matendo waliyoyatanguliza iliyopita, yote yanakuwa yamedhibitiwa, yameandikiwa. Wa atharahum, na zile athari zao, yale matendo yao yatakayokuja baadaye walioyafanya yatakuwa yameacha athari gani. Maana yake ni nini? Allah aliposema kwamba inna nahnu nuhyil mauta, bimaana sote tutafufuliwa. Tukishafufuliwa
halafu kuna matendo yetu yalishaandikwa yaliyopita, na tunawatenda pia yanaandikwa. Sasa je, kama matendo yetu huwa yanaandikwa, athari gani ambayo kwamba tunaiacha hapa duniani? Wewe Muislamu umeacha athari gani ama unaacha athari gani? Miongoni mwa athari zilizokuwa bora katika zile 7 tulizozisema, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mojawapo ni hii athari ya kuacha jengo la msikiti. Uache mtoto aliyekuwa mwema, aliyejenga msikiti, ana wazazi, wazazi wake wana wazazi, na wazazi wake wana wazazi. Hawa wote Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa malipo kwa kutenda kitendo hili, kwamba kwanza aliyefanya ni mtoto mwema. Yani hadithi unaweza ukasema imemchukulia katika sehemu mbili. Mtoto aliyekuwa mwema si kwa dua tu, bali akatenda kitendo chema katika ile mambo 7 aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah ithibitishe athari hii duniani na akhera. Allah ithibitishe athari hii iwe na athari duniani na iwe ni malipo mema mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni wakutufu wa Kiislamu, tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao unapotenda jambo dogo ama jambo jema la sunna, malipo yake unalipwa ni sawa na mtu aliyotenda faradhi katika miezi ya kawaida. Na ukitenda jema ndani ya mwezi wa Ramadhani ambalo ni la faradhi, jambo hilo malipo yake hulipwa maradufu na maradufu na maradufu ndani ya mwezi huu. Hivyo basi tukithirishe sana kufanya ibada mbalimbali, tukithirishe sana kudumu na ibada za sunna, za faradhi, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa kurudi nasema tena kwamba ndugu zanguni, msikiti huu ni dhima kwetu watu wa eneo hili. Tuufanye msikiti huu uwe ni sehemu ya Waislamu kufahamiana. Isiwe ni msikiti watu wakuja kuswali na kuondoka. Tufanye kituo hiki ni kituo cha kutoa athari kwa Waislamu, kuujua Uislamu wao kupitia sehemu hii. Isiwe ni sehemu ya kuswali na kuondoka. Isiwe ni sehemu ya kuja kuswalia maiti labda na kuondoka, bali kwamba ionekane athari kwa waliofanya. Allah wabariki na wazidishie na wajalie katika kheri na pepo awalipe ya Rabbi. Na sisi Allah tudumishe tuweze kudumu kufanya ibada na atulipe kama wenzetu ambao watakavyolipa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Huna uwezo wa kufanya kitu, muombe kitu yule aliyefanya kwa Allah. Utakapomwombea dua aliyefanya jema kwa Allah na huna uwezo, dua yako ile na malaika wanaambia wala kabimithli, na wewe pia una mfano wa hilo atakalopewa, na wewe unapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mkwasi, Allah sio bakhili, Allah ni tajiri. Kwa hiyo unapomwombea mtu dua iliyokuwa nzuri, iliyokuwa njema, basi kuna malaika wanaitikia dua ile na wanakuambia kwamba wala kabimithli, kadhalika na wewe una malipo kama hayo unayomwombea ndugu yako, una malipo kama hayo uliyomwombea katika mtu ambaye umemwombea katika kufanya jambo lake. Tunamwomba Allah atujalie kheri katika mwezi wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe tuwe ni wenye kudumu katika misikiti na kutekeleza ibada na kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Qultu ma qultu wa astaghfirullah ma qultu fastaghfiruhu lima sami'tumuhu. Alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safatul abrar, wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah as-sayyid sanad. Usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma radhi khulafai rashidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فاعملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد من مطمئنا وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان اغفر ذنوبنا وثبت قلوبنا على الإيمان، نرجو عفوك والغفران. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.